Ndivyo ilivyo wana wa Mungu. Tunapaswa kupata burudani kama familia. Wana wa familia, burudikeni. Mburudishe mke wako, burudisha watoto. Burudikeni enyi wana wa familia. Tunapaswa kupata burudani. Sio burudani tu wakati wa kuzaa na kuzalishana. Burudani ya maisha inatakiwa. Amen. Mungu alitupatia samaki ili tuzile, nyama ili tuikule, mboga ili tuzikule, zitusaidie kwa afya ya mwili. Amen. Jua huu ni wakati wa kuburudika, ni wakati wa burudani. Kama wana wa Mungu, hautafanya burudani kama wana wa giza. Lakini fanya burudani. Burudani haikuumbiwa tu eti ni juu ya ulimwengu, hapana. Na wewe wa mwana wa Mungu, burudikeni. Burudikeni kabisa. Kama unazo pesa, andalia mke wako mambo mema. Kama hauna kipato, hiyo inaeleweka, na huyu mwanamke naye atakuelewa. Lakini siwe ni juu ya ubinafsi. Bwana Yesu atusaidie sana. Burudisha familia. Pata muda wa kuongea na familia na mke wako. Wababa wengi hawapendi kuongea na wake wao, eti watawazoea. Sasa ungekaa wewe mwenyewe. Usiende kumjaribu huyo mwanamke. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakika Bwana atukumbuke wapendwa, na atusaidie katika hali zote. Kwa sababu uko mtu ambaye anasema ati kwamba mtu wa Mungu hapaswi kuburudika, hapaswi burudani. Hapana, mtu wa Mungu ni kuomba na kukesha na kuna wakati, kila jambo na wakati wake. Biblia inasema hivyo. Kuna wakati wa kuburudika, kwa kukula burudani. Kuna wakati wa kulima, kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kutawanya na wakati wa kukusanya. Vile vile na kimwili nacho. Maana kinaendana na kiroho. Kwa sababu Bwana ametuambia, nendeni ulimwenguni kote mkawahubiri watu na kuwafanya kuwa wanafunzi wangu. Lakini sasa ukikamata kwamba tuhubiri tu, unakosea. Unaona, hii miguu ni miwili. Ukitembea, ukihubiri, unakuwa kama vile unatembea kwa mguu mmoja, hautafika mbali. Lakini hubiri, omba. Ukiomba tu bila kuhubiri, unakuwa kama vile unatembelea mguu mmoja. Ukihubiri na kuomba, iko sambamba, inaenda pamoja. Yaani unatumia miguu miwili. Ukitembea na mguu mmoja utachoka, ukitembea na miguu miwili itakuwa vipesi. Hivyo sasa ukiwa kiroho sana, eti sasa hautaki wewe kupata burudani, eti roho itachafuka, unajidanganya mpendwa, sio hivyo. Maana wengine wanadanganyana kwamba nikipata burudani na mke wangu na familia. Hapana, tutakuwa tumeenda kinyume cha neno la Mungu. Ni kinyume cha dini lako. Wewe chukua majukumu hayo. Mungu hajakuita kwamba uwe na huyo mwanamke ili umuingize kwenye dini. Hapana. Umuinamisha na kumzamisha kwenye dini tu. Hapana. Mtimizie haja zake na mapaswa yake ya kiroho na ya kimwili. Mtimizie ya kimwili. Takuwa rohoni mpaka siku gani? Kwani Yesu hakugeuza, hakubadili divai,
badili maji kuwa divai? Si walikuwa kwenye karamu, hawakuwa kwenye sherehe? Wengine wanadanganya wake zao eti tukiwa dipa sana, tukienda kwenye sherehe, tukienda kwenye burudani, eti tutakuwa wapagani. Usipombeba kwenye burudani naye, huo ndio upagani sasa wa mwisho. Acha ulaghai, acha uongo, acha ubinafsi, acha kumnyanyasa huyo mwanamke. Unazingatia kazi kuliko mwanamke wako. Unajua kupanga mida ya kazi, lakini haujui kupanga mida ya kuongea na mwanamke wako. Aibu kwako. Alafu akipata mwingine wa spend time naye, ana spend kabisa muda naye, anamtengea muda, anazingatia muda wake na vyenyewe amemwambia, huyu ataruka naye. Alafu taanza kulalamika, huyu mama ni kahaba, huyu mwanamke ona sasa, mnaona. Alafu nafanya mifungo na maombi, mifungo na maombi, mifungo na maombi, mifungo na maombi. Mufanyie birthday, mufanyie sherehe ya siku yake ya kuzaliwa. Hayo maombi hayatakimbia. Haya maombi hayatakuambia kwamba kwa sababu umemfanyia hii, nayo ni kazi ambayo utakuwa umemfanyia Mungu kwa kumfurahisha mke wako. Wengi wanajidanganya eti usifanyie mke, eti tuko busy na kazi za Mungu, tunaenda kuhubiri. Mtu anaenda kuhubiri miezi miwili, hana habari na jamaa lake. Mwezi mzima hana habari na mke wake. Na akirudia sasa, tulikuwa mkazi ya Mungu, niko busy tena, tunaitwa kwenye kazi, kwenye pasta, hapana, hapana. Hapana. Hapana hivyo. Uko namleta shetani, lakini siku atakutwanga muheleka, utakuwa wa kwanza kulalamika. Tenga muda wa kuzungumza na mwenzako. Msamini mwenzako. Anazingatia maombi kuliko mkeo. Anasema iko sawa, hauko sawa. Mjulie naye, mtegee muda wake. Muda wa maombi uko pale, na muda wa kukaa na familia, muda wa kuzingatia juu ya mambo ambayo mke wako anataka, naye msikilize, mtimizie, ili kuomba kwenu kusiziwiliwe. Unaweza kujiingiza kwa maombi, unakutana huku nyuma vitu vimeharibika. Utakuwa umeomba nini sasa hapo? Tumieni akili wana wa Mungu, maana wana wa nuru, Biblia imetuambia wanakuwa wajinga sana kwa kutenda mema, lakini kwa kutenda mabaya wanakuwa werevu. Wana wa giza wanajua kuwafurahisha wake zao. Sisi ndo wana wa Mungu tulipaswa kufanya hivyo. Lakini cha ajabu, wana wa kiulimwengu ndo unakutana wanakea wake zao, wanawakea wake zao, wanakea familia zao. Baba mmoja aliniambia eti angalia, hata kama nakea mke wake, angalia iko na matatu hapa, iko na matatu, hakuna ile la, hata kama namkea vile nampenda mke wake, anamuonyesha upendo, eti anaenda namshika mkononi, anamkisi. Kuna wengine nao kama anakisi mke wake eti ni dhambi. Eti anataka atamkisi mke wake, hiyo ni dhambi, dini nakataa. Hivyo madini zinaweka watu katika jela za uongo. Unamkisi mke, inakuwa ni dhambi, inakuwa ni ukosefu wa heshima. Busu takatifu zimetoka wapi kama haziko kwenye Biblia? Anamwambrase hao wamekuwa wapagani. Kuna mahali pengine wamesema kwamba tumekuta wanasema eti ukivaa kitenge hivi, wanasema huyu ni kahaba, huyu ni mwenye dhambi. Eti mpaka kamate kitenge akifungie hapa kwenye maziwa, huyu ni mwana wa Mungu kabisa, huyu ni mlokole.
aibu. Lakini hao wazinzi wanafunga vitenge kwenye maziwa, lakini wazinzi wanashirikiana humo humo. Wachawi hao wanapeana tuma poison humo humo. Watetanaji, wasengenyaji hajabu. Eti mtu anavaa saa, anaenda kwenye maombi. Mama mmoja aliwahi kutuambia, eti wakasema, hey, unakuja na saa nzuri kwenye mkono, unakuja kujaribu watumishi wa Mungu kwenye maombi. Pepo kemea, pepo kemea. Angalia wana wa Mungu namna wanakosa hekima, maarifa. Eti huyu yuko na matatu, lakini anamfurahisha mke wake, anambeba nje, anambeba out, anamuhagi, anambusu, eti hao ni wapagani. Hao ni watu wa nje wa kidunia. Hawa mataifa wanajua kukea wake zao, wana wa madini wa madhehebu. Hovyo. Na yenye haiko dhambi ni dhambi. Anakuepa majukumu akidanganya eti kwamba anaogopa sitende dhambi. Lakini dhambi zenyewe wanazibugia ajabu sana. Ni wajinga hao wana wa Mungu kwa kutenda mema, ni werevu kwa kutenda mabaya. Eti akimkisi mke wake, ajabu dunia inaisha. Wazizi wamekuwa Jesus. Eti hii familia imekuwa wakahaba tu. Eti hiyo ni dhambi, ni makosa. Mungu wangu atusaidie sana. Eti akimshika mke wake kwenye mkono, watatuona. Eti watasema sisi tunaanza kufanya mambo ya dhambi. Kama tu vitoto vichanga tu ambavyo vinahitaji maziwa ya kugoshewa. Tangu walianza kufunzwa, ninao wangekuwa sasa walimu wa kuwafunza wengine, lakini wanatamani maziwa ya kugoshewa. Ni vitoto vichanga tangu viliokoka vikaenda kanisani. Ni vitoto tu, vimatendo vyao ni vya utoto, ni vya ujinga. Tangu muda kiliokoka, kama naye ameshakuwa mwalimu wa kuwafundisha wengine, lakini bado anangala na chunga naye wamnyweshe maziwa. Mungu atuhurumie sana. Tenga muda wa special uspendi na familia yako. Kamata siku special, umuonyeshe mke wako upendo kuliko kuonyesha makahaba. Muonyeshe mke wako. Tumeongea haya yote tujue kwamba tunachukua muda special wa kuweza kuwafurahisha wenzetu. Tangu wewe umeoa, haujawahi kumpa mke wako zawadi yoyote, aibu kwako. Lakini huyo mke anakuzingatia na kufanyia kila kitu, lakini hakuna kumshukuru. Lakini wewe unataka ukimuzia nguo kushukuru yeye, kwa sababu hatumiki wala hana ambacho wewe unataka. Yani wewe hauwezi kumshukuru. Hata kama nakuzalia mtoto hauwezi kumshukuru. Eti ndio vyenye vilimleta hivyo. Huo ni ubabe wa kishetani. Wewe unazingatia kazi na maombi, kazi, kanisa. Lakini hauzingatii ambayo mwenzako naye anataka. Ila wengine, mke wako akikutana na wengine ambao watamuingiza linyoya kwenye lisikio, na wewe mwanaume utakuwa umechangia hayo maanguko ya mkeo. Maana haukumsamini, maana haukumtunza, maana haukumuonyesha upendo kwa vitendo. Mwambie mke wako unapendeza, sio dhambi.
sio dhambi usipomwambia. Huo ni uzuzu. Sasa mwambie mke wako kwamba unampenda hata mara 10. Sio dhambi na sio kosa na sio ujeuri. Probleme ni kichwa chako ambacho kinakudanganya kwamba atajiona. Acha ajione ni kwa mume wake. Mwambie wewe ni mzuri. Usisemeye rohoni kama huyo baba eti yeye anasemeaga rohoni. Lakini akipata mwingine ambaye atamwambia kinywani, sasa utachanganikiwa. Wewe ndio utakuwa umeleta mchango wa huyo mwanamke kuharibika. Rohoni, sasa yeye ni wa rohoni ili ajue kwamba umesema rohoni amependeza wala ni mzuri. Mtamkie. Acha uzuzu. Acha upuuzi. Malokole haya. Kuna walokole mazuzu. Na kuna walokole kweli kweli ambao unaona hao wana akili timamu. Na kuna wengine walokole sasa wameshika mpaka kuzidi na ulokole wenyewe. Unajua kitu ukikifanya kiwa kizuri sana kupitiliza, unakutana sasa kimefeli, kimekuwa kibaya. Na wewe sasa umejishika ulokole wa sana kupita na mtakatifu. Wewe utajikuta sasa shetani anakuchezea, anakucheza kama karata. Na huku unajidanganya kwamba ungali mapenzi ya Mungu. Changamkie mke wako. Cheza na mke wako. Furahi naye. Mbembeleze. Mwambie, mtamkie. Kwani wakati ulimchumbia haukumtamkia? Na kama haukumtamkia, sasa ni muda wa kumtamkia. Mmesha kuwa naye. Tamkie maneno mazuri, sio maneno ya kumtusi. Sio maneno ya kumwambia hauna akili. Eti wanawake hawanaga akili. Eti wanawake hawanazo. Ninyi wanawake hamnazo. Hamnazo kabisa. Shame on you. Aibu kwako sana. Wewe ambaye naye mtamkia mwanamke wako eti hamnazo. Eti wanawake wote hamnazo. Na ubaba wako. Haya masikio yamesikia vitu vingi sana. Unaenda mbele ya mtu yuko na mke wake, lakini anamwambia wanawake hawana akili. Achana na wanawake, utaweza wanawake. Achana na wanawake. Usizoeane na wanawake. Lakini ana mwanamke ndani ya nyumba. Lakini iko nasema hayo maneno mbele ya mke wake na mbele ya wengine watu. Sasa kama wakiwa wawili ndo atamwambia mambo ya ajabu. Alafu anatarajia mke wake amthamini, amuonyeshe utiifu. Atakutii kama wewe kwanza ulianza kumuonyesha upendo. La sivyo na atakuwa mbabe. Sababu sio chuma, naye ni mwanadamu. Ukimpenda naye atakutii. Heshima zitajileta baba we. Lakini usipomuonyesha upendo, naye sasa atakuotea mwiba. Alafu hautajiona wewe ndio chanzo. Utaanza kumkejeli na kumlaumu yeye. Hauwezi kujilaumu wewe. Mungu atuhurumie wapendwa. Amen.